Namshukuru Mungu, ni kweli ni kanisa nimekuwa askofu wa kwanza kikatiba, na katika taifa letu la Tanzania tunayo majukumu ya kuhudumia jamii. Kiroho ni agizo la Yesu pia kwamba kama kanisa lazima lifanye hayo mambo. Injili si kwamba inatibu kiroho tu, Injili inatibu mpaka mwili, inatengeneza maisha ya kimwili kwa mwanadamu. Kwa hiyo hilo ni lengo na kusudio namba moja la kanisa ambalo tutakuwa nalo na tunaendelea nalo. Na pia najua hapa kwa Tanzania ni mikoa yote, wilaya zote, kata zote lazima tufike kwa ajili ya kuzinena habari njema za Yesu Kristo. Jambo la pili, kusudi la kanisa ni kuliombea taifa. Biblia inasema wazi, kama taifa litakosa watu wa kuliombea ni maangamivu na wala hakuna kitakachokwenda mbele. Kwa hiyo hilo ni jambo la kushirikiana na taifa, tutashirikiana na serikali na makanisa yote yaliyopo ya Pentekoste, kwa sababu tunahitaji kuliombea taifa na taifa letu likuwe kiuchumi, liwe na viongozi walio bora ambao tunajua wanatoka kwa Mungu, na uongozi unaokuwepo kwenye taifa lazima tunajua umetokana na Mungu mwenyewe, ameruhusu wale viongozi wawepo. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba tutaendelea kuliombea taifa. Kanisa hili makao makuu yake yako hapa Kinyerezi, mtaa wa Kichangani, ni kata ya Kinyerezi, wilaya ya Ilala, tarafa ya Ukonga, ndipo yalipo makao makuu ya kanisa la Gethsemane Temple Assemblies Church. Kanisa tumeacha kusudi ambalo tumeitiwa, kwa sababu kusudi lilo jema ni kuombea viongozi. Paulo anatukumbusha wazi kabisa anapoandikia Warumi, kabla ya mambo yote ninataka dua na sala kwa viongozi ambao wanaongoza taifa. Kwa hiyo inawezekana wakati fulani kanisa tumeyumba ukasahau. Asante. Kwa majina yangu naitwa Adam Jacob Butiti. Adam Jacob Butiti ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa kanisa la Gethsemane Temple Assemblies Church, ambaye nimechaguliwa leo tarehe 27 mwezi wa 3 2026. Niseme katika bodi ya wadhamini yapo mambo matatu ambayo inapaswa mimi kama mwenyekiti kuhakikisha kwamba bodi hii inakuwa imara, inakuwa thabiti kwa ajili ya mali za kanisa. Mali zozote ambazo zinazopatikana katika makanisa tunayoanzisha, ni lazima mimi ambaye ni mwenyekiti pamoja na kamati yangu kuhakikisha tunafuata taratibu zote za kisheria ili kuhakikisha kwamba mali hizo zinakuwa mali halali kwa ajili ya kanisa la Gethsemane Temple Assemblies Church. Na katika malengo ya kanisa ni kwamba kanisa la Gethsemane linahitaji panuka zaidi hapa nchini pamoja na nchi za nje, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mali zote zinakuwa ni mali halali ambazo zitaleta tija kwa ajili ya kanisa. Na jambo jingine ni kwamba tunapokuwa tumeteuliwa kuwa viongozi wadhamini kwa ajili ya mali za kanisa, ni lazima tuwe na mambo matatu. Jambo la kwanza lazima ujue aina ya mali. 2, lazima mali zenyewe uzijue. Alafu 3, lazima uwe na dokumenti muhimu kwa ajili ya kuzihifadhi makao makuu ya kanisa, ili ambapo zitakapohitajika kwenda kwenye wizara husika, basi wadhamini ndio watu wa kwanza kwenda kuhakikisha kuthibitisha mali hizo kama za kanisa husika. Mimi kwa jina naitwa Dorothy Respita Aponari. Kwa majina naitwa Dorothy Respita Aponari.
Kuhusu uchaguzi wa leo, kweli nimefurahia kwa sababu tumepata uongozi ambao najua utatupeleka sehemu nyingine. Pia vile vile najua na sisi tutapata matumaini makubwa ya kuweza kufanya kazi ya Mungu kwa mapana zaidi. Kwa hiyo mimi naamini kabisa nitaendelea kuboresha huduma yangu na kufanya kazi kwa ufasaha zaidi kwa kupitia kanisa hili la FM. Mimi ni mchungaji lakini bado sijachaguliwa kwenye sehemu hii ya uongozi wa sasa hivi. Lakini katika huduma yangu bado ninafanya huduma ya uchungaji. Amen. Wito wako sasa kwa viongozi ambao wamepatikana leo na hasa kazi hii ya kitaifa katika kuongoza taifa na kanisa hili? Wito wangu ni kwamba tuwe na maono ya kufanya mikutano ya kuleta watu kwa Yesu, pia na semina mbalimbali, na pia kuhamasisha vijana ambao ni kizazi cha sasa hivi, najua wana nguvu zaidi ili kufanya kazi ya Mungu iende mbele. Ya taifa, tukipata vijana ambao wana nguvu na ambao tayari Mungu ametengeneza, watavuna kizazi ambacho ni kizuri zaidi, tutaenda kuleta manufaa ya baadaye.